kwamba yako katika 90% mpaka itakapofika kesho itakuwa katika 100% kuweza kupambana katika mchezo wa kesho na kuhakikisha tunapata point tatu. Sawa. Maswali matatu kwa mchezaji. Kutokufanya vizuri kwa timu ya Azam sio kwamba tunaichukulia ni advantage. Sisi tunachochukulia ni jinsi timu yao jinsi ilivyo kwa ujumla, sababu tunajua Azam ina wachezaji wenye quality nzuri, ina kocha mzuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji naenda kwa kuiheshimu timu ya Azam, lakini tunaahidi kupambana kuhakikisha tunapata point tatu. Ukiangalia katika mechi nyingi zilizopita tumejaribu kutengeneza nafasi nyingi na tumeweza kufunga magoli machache. Nachoshukuru kwamba benchi letu la ufundi liliona hilo na kupitia mwalimu wetu session ambazo tulikuwa tunazifanya zaidi zilikuwa ni kurekebisha yale ambayo yalikuwa yanafanyika vibaya na kuyafanya yawe mazuri, hususan katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo na imani kwamba kwa sisi inatupa ugumu kwamba tunapocheza mchezo tukatengeneza nafasi na zile nafasi ambazo tunazotengeneza hatuzitumii. Kwa hiyo na imani kwamba walimu kwa jinsi walivyorekebisha kila kitu kitakuwa sawa na kitakuwa katika 100%. Mchezo wa mwisho tumepata ushindi, naweza kusema kwamba ni mwendelezo wa kile ambacho tulichokuwa tumekiacha katika mechi za ligi. Kwa hiyo kwa upande wao walikuwa wameweza kupata suluhu, na ndio maana mwanzo niliweza kusema kwamba hatutaangalia kile ambacho wanakifanya zaidi, ambacho tutaangalia ni thamani yao na ukubwa wao waliokuwa nao. Ndio sisi natupa motivate katika mchezo wa kesho ili kuhakikisha tunafanya vizuri, na kikubwa ambacho tuko nacho ni kuhakikisha hichi ambacho tulichokifanya katika mchezo uliopita tunakiendeleza ili kuweza kuwa bora zaidi. Kapombe, mwisho kabisa ni mchezo wa nyumbani, licha kuwa mchezo wa nyumbani pia ni mchezo wenye hadhi ya dabi. Zungumza na mashabiki wa Simba Sports Club waeleze namna ambavyo mnawahitaji kuelekea mchezo wa kesho. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba naomba wanachama na mashabiki wote wa Simba kuweza kujitokeza kwa wingi katika mchezo wa kesho. Ni mchezo mkubwa, mchezo ambao unakutanisha timu nzuri. Kwa hiyo nawaomba mashabiki wa Simba na wanachama wote wa Simba waweze kujitokeza kwa wingi kuja kutupa support. Tunawaahidi mchezo mzuri na tunaahidi kupambana kuweza kuhakikisha tunapata pointi tatu. Kwa hiyo kujitokeza kwa wingi ni kutupa sisi nguvu ya kuweza kupambana zaidi. Asante. Tunamshukuru Mungu. Maandalizi yetu yanaenda vizuri kabisa. Tunajua kwamba haitakuwa mechi rahisi. Siku zote hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Azam. Mechi ya dabi, kwa hiyo tunaichukulia mechi hiyo kwa umuhimu mkubwa sana. Maandalizi yetu yako vizuri kabisa. Kitu kizuri ni kwamba kila mchezaji wetu yuko kambini kwa ajili ya mechi hii na wachezaji wote wako tayari. Tunajua Azam wana timu nzuri sana na wana mwalimu mzuri, kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi. Yote tunayafahamu, pamoja na ubora wao, uzuri wao na uwekezaji wao kwenye timu yao. Tunahakikisha kesho lazima tupate alama tatu, japo haitakuwa rahisi, lakini tumejipanga kutoka na alama zote tatu katika mchezo wa kesho. Sawa. Kama walivyosema, ni timu ambayo kiukweli inacheza kwa balance kubwa sana Azam. Kwa hiyo unapokwenda kukutana nao unatakiwa makini sana. Nani wa kucheza, nani asiocheza, kwa sababu kama wanavyosema, nafikiri ni swala la sisi benchi la ufundi. Tuna session leo ya mazoezi ambayo ndio itatupa mwanga kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Sawa, swali la pili kwa mwalimu. Ni kweli tumekuwa na tatizo kubwa sana la kutumia nafasi. Ukiangalia game zetu za nyuma tumetengeneza nafasi nyingi sana, lakini tumekuwa kuzitumia imekuwa ni shida. Hata mechi iliyopita tumepata matokeo, lakini tumetengeneza nafasi nyingi sana. Kama tungeweza kuzitumia tungeweza kupata matokeo zaidi ya haya. Tumekuwa tukilifanyia kazi sana kwenye swala hilo kwenye uwanja wa mazoezi, kuhakikisha nafasi tunazozipata lazima tuzigeuze kuwa magoli. Kwa hiyo tutahakikisha kesho nafasi tunazozipata tuweze kuzigeuza kuwa magoli na kuweza kupata alama tatu katika mchezo wa kesho. Kesho mbali ya Kamara utamkosa mchezaji Mzamiru Yasini, ana matatizo ya kifamilia, lakini tuendelea kumkosa Hamza ambaye bado ni injured. Wachezaji wote waliobaki tunashukuru Mungu, wote wako kambini na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Nikushukuru sana mwalimu, nikutakia kila la heri kwa mchezo wa kesho.